Ni wakati mwingine mwanafamilia wa MCD Sports Zone, tukaangalia habari kubwa za kimichezo na burudani, lakini kukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. George Ambangile amefanya uchambuzi wake kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini, mchezo ambao mnyama ameibuka na ushindi wa magoli 3-0 na ushindi mnono akiwa ugenini. Ameandika kwamba sidhani kama kuna matokeo bora sana ya ugenini kuzidi ya haya ambayo Simba wameyapata kwenye hatua ya mtoano dhidi ya Nsingizini. Nimeona muundo mpya wa build up ya Simba tofauti na msimu uliopita. Kiungo wa ulinzi anashuka katikati ya mabeki wawili kufanya back three. Kwenye build up ya mbele yao watu wawili wanapokea mpira kama kuna pasi za mbele kutoka nyuma. Kwenye mabano 3-2 shepu kwenye phase ya kwanza. Kwa nini Pantev walifanya hivi? Moja, kuwa na idadi kubwa ya wachezaji dhidi ya aina yoyote ya pressing kutoka kwa mpinzani kama ikitokea overload the option press. Mbili, kutokuwa na upungufu wa wachezaji katika kila phase. Wachezaji wengi maana yake wanaungana kirahisi. More player easy connection progress. Tatu, muundo wa ulinzi kwenye wachezaji wengi endapo wakipoteza mpira. Rest defense. Licha ya kwamba hapakuwa connected sana kulikuwa na space defense kubwa pale wakipoteza mpira. Turnovers yes, eneo ambalo naamini itaboreshwa ni hii la ulinzi. 4, kwa mechi yake ya kwanza Pantev nafikiri kuna positive leo atazibeba kadhaa. Matokeo chanya na wachezaji kuanza kuelewa muundo imebaki maboresho na intensity katika uzuiaji. Nsingizini wana wachezaji ambao wanaweza kutunza mpira na ndio maana hawakuwa na hofu ya kucheza eneo lolote lile kwa pressure. Shida kwao nafikiri maamuzi sahihi katika wakati sahihi, kuzidisha touches sana sehemu ya kufanya mpira utembee haraka, na pia hii ndio ilikuwa mbaya zaidi kwao. Wachezaji wachache pale wanaposhambulia, hasa ukilinganisha na idadi ya wachezaji wa Simba kwenye defense. Sizwe Yaki Komaro ana ufundi sana haswa kwenye maeneo finyu. 2, Nabi amefanya vizuri kwenye kusaidia timu kusogea juu. 3, Pantev amechagua attacking team kwa haswa kipindi cha kwanza, ila bila mpira kuna nyakati walikuwa wanapata shida usajili sana ule wa Pantev. 4, muda wa Mpanzu kurahisisha game yake. 5, Nangu kile kimo chake na ameshinda ule mpira wa juu ni moto kweli kweli. 6, Soa na Morris wote wametengeneza magoli mazuri kwa Kibu, beautiful goals. 7, jua mapungufu ya mchezaji mwenzako, kuna mpira ya kumrudishia Yakubu na mingine bora utoe nje. Simba ushindi mnono wa magoli 3-0 ugenini. Naam, huyu ni George Ambangile, mchambuzi kutoka Wasafi FM. Ametoa uchambuzi wake juu ya mchezo wa Simba Sports dhidi ya Nsingizini Hotspur ambao umefanyika hapo jana kule nchini Eswatini. Eswatini limekuwa ni vibonde wa mnyama Simba. Mara ya mwisho wameenda pale ilikuwa dhidi ya Mbabane Swallows na mnyama alimtandika Mbabane Swallows magoli 4-0. Hawamu hii wamepunguza moja, wamewashenyenta goli 2-0 ndugu zao Nsingizini Hotspur. Endelea kufuatia channel ya kupenda MCD Sports Zone, endelea kupata update mbalimbali za kucheza na burudani kwa urahisi zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.